Naam, unaifuata Radio PGCI TV USFM Lancaster, Pennsylvania, na kukaribisha kwenye Radio PGCI TV USFM Lancaster, Pennsylvania hapa Marekani. Ninakusalimu na kutakia amani katika saa za jioni ya leo, kwa sababu ni saa 7 na dakika 24 hapa Lancaster, Pennsylvania kwa saa ya New York City, na ninawatangazia kwamba Bwana yuko mwema kwa upande wetu. Basi nitakukaribisha kujiunga pamoja na RFI Kiswahili kutokea pale Kenya ili upate habari za siku ya leo. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Basi Mungu akubariki na kutendea mema. Saa 12 kamili za jioni jijini Nairobi nchini Kenya, wenyewe wanapaita Kanairo. Ni sawa na saa 11 kamili za jioni pale Kigali na Goma, mashariki mwa DRC. Hii ni RFI Kiswahili. Ali Bilali nakukaribisha kusikiliza matangazo ya leo Ijumaa tukufu Juni 27 mwaka 2025. Tunao mengi, lakini kwanza muhtasari. Mashirika ya kiraia nchini Kenya yamekosoa hatua ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi hiyo kudai maandamano Jumatano yalikuwa jaribio la mapinduzi. Mashariki mwa DRC, jamii ya Wahema sasa yatangaza kufunga milango ya majadiliano kati yake na makundi yenye silaha huko Aru, mashariki mwa DRC. Na vikosi vya usalama nchini Togo vimetumia gesi za kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji katika mji mkuu Lome. Na shirika la MSF laitaka wakfu wa kutoa misaada huko Gaza ambao unafadhiliwa na Marekani na Israel kusitisha huduma zake katika mji wa Gaza. Habari kamili. Tuanzie nchini Kenya ambako mashirika ya kiraia nchini humo yamekosoa vikali hatua ya waziri wa mambo ya ndani nchini humo Kipchumba Murkomen kudai maandamano Jumatano yalikuwa jaribio la mapinduzi. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya KHRC kupitia taarifa imesema kauli ya waziri Murkomen inalenga kuwanyima wa Kenya haki yao ya kushiriki maandamano. Francis Auma ni mwanaharakati kutoka shirika la Muhuri nchini Kenya. Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tumeghadhabishwa, tumeshtuka sana akiongea waziri kuwa kulikuwa jaribio ya kupindua nchi. Hatukuwa na nia yote, tunajua tunalia, watu walikufa, watu walizidi kufa na polisi waliua. Kwa hivyo hii yote ni kukimbia tu ile accountability na ukweli wa mambo. Kwa hivyo yote ni propaganda. Hizi ni zile siasa za uzi sindano za kushona na kufumua, kudanganya toto na kuonyesha kuwa kulikuwa na ubovu na kudiscourage watu kwenda kwa maandamano. Na tutaenda kotini kumshtaki. Hii ni incitement. Ingekuwa sasa raia pia wamekasirika waanza kupiga polisi, nchi itakuwa kuna order. Kwa hivyo ni very unfortunate statement. Rais William Ruto kwa upande wake amewataka vijana kutumia njia sahihi kuwasilisha tetesi zao ama malalamiko yao badala ya maandamano na uharibifu wa mali na vitu. And if it is Ruto must go, tell me how you want. Kama ni Ruto kuondoka, niambieni mnataka niondoke vipi? Mnamaanisha nini kwa kusema Ruto shati aondoke? Aondokaje? Maana tuna katiba, ndugu zangu, sivyo? Kama mnataka niondoke, jamani, ushauri wangu kwenu ni huu: ni tafuteni mpango mzuri. Shawishi watu wa Kenya kwamba mna mpango mzuri. Vurugu hazitasuluhisha matatizo yetu. Tusijidanganye, kuna wasiojielewa wachache sana hapa nchini Kenya. Tushawishi. Ni sauti yake Rais wa Kenya William Ruto. Matumizi ya dawa za kulevya nchini Kenya bado zinapitia changamoto, hasa kwa vijana wanaoishi kwenye mitaa ya mabanda katika jiji la Kisumu, magharibi mwa Kenya, licha ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali ya taifa hilo pamoja na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali kupambana na uraibu huo. Mwandishi wetu wa Kisumu Felix Kialo alikutana baadhi ya vijana walioamua kuachana na matumizi ya dawa hizo.
Katika mtaa wa mabanda wa Ubunga hapa Kisumu, Chris Kimaru ni miongoni mwa vijana walioamua kubadilika baada ya kutumia dawa mbalimbali za kulevya kwa miaka 17. Recovery maanisha nilikuwa natumia pombe kwa miaka 17. Sasa niko na 8 years sober. Godfrey Ochieng ni kijana mwingine baada ya matumizi ya miaka 23. Anaeleza namna alivyoathirika na sasa amekuwa mhamasishaji wa vijana kuachana na uraibu huo. Sasa tukio ilifanya nikaachana na pombe kabisa. Ile sasa kitu tunaita kwa kimombo rejection. Ilifika pale yenye the society ili reject, kanisa ili reject, na even wenye tuko nao karibu kama familia. Kwa kizungu tunasema the significant others wali reject. Sasa nilijipata niko peke yangu. Frederick Gugi kutoka mamlaka kupambana na dawa za kulevya nchini Kenya na kada anaeleza ni kwa nini jiji la Kisumu bado linakabiliwa na tatizo la dawa za kulevya na nini kinapaswa kufanyika. Yenyewe katika informal sector uraibu wa dawa za kulevya na alcoholic ama pombe haramu iko juu kidogo, lakini vile vile tumelaunch jinsi ya kupambana na hii uraibu. Tumehusisha kila mmoja, tumehusisha hata wale wamerecover, tumewaita champion. Kenya iliungana na mataifa mengine duniani Juni 26 kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya. Wakati huu ripoti kutoka serikalini ikieleza kuwa mmoja kati ya vijana 14 wenye umri kati ya miaka 25 hadi 35 ni waraibu wa dawa za kulevya. Felix Chalu, Kisumu, RFI Kiswahili. Na tukitoka huko Kisumu sasa tuelekee kule nchini DRC ambako mahakama ya Afrika ya haki za binadamu yenye makao yake makuu mjini Arusha, Tanzania imetangaza kuwa na uwezo wa kuchunguza ombi lililowasilishwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo Rwanda itaweza kuhudhuria katika kesi ya uhalifu uliofanyika mashariki mwa DRC na ambapo inashutumiwa kwa kuwaunga mkono kikamilifu uasi wa M23. Mashariki mwa DRC, jamii ya Wahema sasa imetangaza kufunga milango ya majadiliano kati yake na makundi yenye silaha huko Aru, mashariki mwa DRC kufuatia shambulio katika eneo la watu waliokimbia makazi yao la Jaiba ambalo sasa liko umbali wa zaidi ya kilomita 90 kaskazini magharibi mwa mji wa Bunia katika mkoa wa Ituri. Pilo Mulindwa ni mkuu kiongozi wa tarafa ya Bahema Kaskazini. Walituita makutano kidogo likuya hapo Aru ya umoja ya masikilizano, lakini muda wa sekeru walituelezea kama wajambazi waliingia kusiti Changi. Kuna wa MONUSCO wako pale na inafanyika yote pembeni ya MONUSCO. Jeshi iko muda wa kilomita 3, ndio watu wanaikaa karibu na MONUSCO. Hata kilomita kidogo hakuna ulinzi. Tumefanya siku 4 lakini tumekata leo, hatutamaliza. Tumesimamisha hata wewe na ulinzi sisi nasimamisha, hatuwezi fanya tena, tuko na kilio. Ni sauti yake Pilo Mulindwa, kiongozi wa tarafa ya Wahema Kaskazini. Tukisalia na habari kutoka nchini DRC na Rwanda baadaye hivi leo zinatarajiwa kutia saini mkataba wa amani kumaliza vita mashariki mwa DRC. Mkataba huo utasainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na DRC. Taarifa kutoka ikulu ya White House nchini Marekani imesema mkataba huo utajumuisha kuheshimu mipaka ya nchi jirani na kuyapokonya silaha makundi yaliyojihami kwa silaha. Je, wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? François Alwende ni mchambuzi wa siasa za DRC. Vile wananchi wa Kongo wanavyoonyesha matumaini yao kwamba mwishowe amani inaweza kupatikana kupitia mkataba huu, lakini pia ikumbuke kwamba kuna yale ambayo serikali ya Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje anavyozungumza kana kwamba upande wa Rwanda hauko tayari kabisa kutekeleza mkataba huo, ijapokuwa watausaini, lakini utekelezwaji wa mkataba bado utaleta shida kwa sababu wakongomani wanatumainia kuona jeshi la Rwanda likiondoka, pia kusitishwa kwa mapambano na kuona mambo yanarudi kama kawaida.
Ni sauti yake Francois Alwende, ama mtazamo wake Francois Alwende, mchambuzi wa siasa za DRC juu ya mkataba ambao unatarajiwa kusainiwa huko Washington, Marekani. Norway itamrejesha nyumbani raia mmoja anayetafutwa na Rwanda kwa ajili ya kuhusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Polisi wamesema mwaka 1994 takriban Watutsi 800,000 wa Rwanda na Wahutu wenye msimamo wa wastani walikufa katika siku 100 za mauaji yaliyochochewa na mauaji ya rais wa nchi hiyo Juvenal Habyarimana. RFI Kigali 91.9 FM. Saa 12:09 Afrika Mashariki, sawa na saa 11:09 pale Uvira, mashariki mwa DRC, katika mkoa wa Kivu Kusini. Matangazo haya yanasikika vema kupitia Radio Le Messager du Peuple eneo hilo. Vikosi vya usalama nchini Togo vimetumia gesi za kutoa machozi kuwatawanya mamia waandamanaji waliofunga barabara katika mji mkuu wa nchi hiyo kushinikiza kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Faure Nyasimbe kujiuzulu. Florence Kiua amefuatilia hili na hii hapa ripoti yake. Wapinzani wa Rais Nyasimbe wameitisha maandamano ya siku 3 yaliyoanza siku ya Alhamisi kupinga hatua ya mabadiliko ya katiba yatakayomruhusu kusalia madarakani kwa muda mrefu. Kiongozi huyo ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2005 aliongoza harakati za mabadiliko ya katiba na kuipa nguvu baraza la mawaziri na kuondoa mihula ya rais kuwa madarakani. Wapinzani wanasema mabadiliko hayo yanalenga kumfanya Rais Nyasimbe kuwa kiongozi wa milele. Siku ya Alhamisi, maafisa wa polisi walikabiliana na waandamanaji katika baadhi ya maeneo ya jiji kuu la Lome, huku jeshi likionekana kupiga kambi katika baadhi ya barabara. Rasimu ya katiba nchini Guinea imewasilishwa kwa rais wa mpito Mamadi Doumbouya. Hii ikiwa ni hatua muhimu katika kipindi cha mpito. Wabunge walikusanyika katika ikulu ya rais jana Alhamisi Juni kuwasilisha rasimu hiyo ya katiba kwa rais wa mpito. Rasimu hii ya katiba ambayo maudhui yake bado hajawekwa wazi kwa umma itawasilishwa kwa kura ya maoni tarehe 21 Septemba. Na nchini Cote d'Ivoire, mkusanyiko wa ufadhili wa wagombea katika uchaguzi wa urais wa Oktoba utaanza Jumanne Julai mosi. Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi, kila mgombea lazima afadhiliwe na orodha ya wapiga kura wanaowakilisha 100% ya wapiga kura wa ndani, angalau 50% ya mikoa katika wilaya ya Musukro na Abidjan. Waziri wa afya na huduma ya watoto nchini Zimbabwe Douglas Mombeshora amerekodi ongezeko la vifo vinavyohusiana na ukimwi katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. RFI. Unataka kuwaona watangazaji wako pendwa? Fuatilia matangazo yetu ya kila siku mubashara kupitia Facebook, na pia unaweza kutufuata kupitia ukurasa wetu wa Instagram @RFI_SW. Saa 12:12 Afrika Mashariki. Shirika la kimataifa la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF linataka wakfu wa kutoa msaada wa Gaza ambao unafadhiliwa na Marekani na Israel kusitisha huduma zake kule Gaza kwa misingi ya kwamba unaendeleza mauaji ya Palestina. Benson Wakoli anatufafanulia zaidi. Wakfu wa Gaza Humanitarian ulianza kutoa huduma zake kule Gaza mwezi uliopita, ila MSF inadai wakfu na wakandamiza wa Palestina kwa kuwalazimisha kuchagua kufa kwa njaa au kung'ang'ania chakula kidogo kinachotolewa na wakfu, hatima yake ikiwa kupigwa risasi. MSF inasema zaidi ya watu 500 waliuawa kwa majuma kadhaa wakijaribu kung'ang'ania chakula kilichotolewa na Gaza Humanitarian, MSF ikitaja hatua hiyo kuwa njama ya Marekani na Israeli kuendeleza kuwakandamiza wa Palestina. Mapema juma hili Umoja wa Mataifa pia ulituhumu Israeli kwa kuendeleza mauaji wa Palestina kwa kutumia misaada ya chakula na kuita hatua hiyo uhalifu wa kivita. Hata hivyo, wakfu wa Gaza Humanitarian umekanusha kuhusika na mauaji ya Wapalestina kwa kutumia chakula. MSF sasa inataka Israeli na washirika wake kuondoa marufuku ya utoaji misaada ukanda wa Gaza na kuruhusu Umoja wa Mataifa kusimamia shughuli hiyo.
Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameviambia vyombo vya habari kuwa Israel ingemuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wakati wa vita kati ya nchi hizo mbili ikiwa fursa hiyo ingejitokeza yenyewe. Mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa COP30 ambao mwaka huu utafanyika nchini Brazil unatazamwa kama moja ya mkutano muhimu wa dunia, wakati huu mataifa yakielekea kuvuka kiwango cha wastani cha nyuzi joto 1.5. Na Georgia iliwafunga jela viongozi wawili mashuhuri wa upinzani leo Ijumaa, ikiwa ni hukumu ya hivi karibuni zaidi katika msururu wa hukumu ambazo wakosoaji wanalani kama wakandamizaji wa upinzani ambao wanawaweka karibuni viongozi wote wa upinzani korokoroni. Marekani na China zimethibitisha maelezo ya mfumo wa biashara unaotaka kuruhusu mauzo ya nje ya nchi nadra na kurahisisha vikwazo vya teknolojia, kulingana na taarifa iliyotolewa na Wizara ya Biashara ya China hii leo Ijumaa. Na saa 12:15 Afrika Mashariki. Punde tunashuka viwanjani. Na mtari Jason Sagini muungana nami hapa studio kutujuza yaliyopewa uzito viwanjani. Jason Sagini, karibu. Asante sana. Bila shaka tuanze katika michuano ya CHAN ambayo inakwenda kupigwa kuanzia mwezi Agosti mwaka katika ukanda wa Afrika Mashariki hapa Kenya, lakini pia taifa la Uganda, ambapo leo CAF imezindua rasmi ratiba ya mashindano hayo ambayo itaanza tarehe 2 Agosti na itaanza na mechi ya ufunguzi kati ya Tanzania na timu ya taifa Burkina Faso ugani Benjamin Mkapa kule Dar es Salaam, Tanzania. Mechi ya pili ambayo itakuwa ni ufunguzi pia itakuwa ni kati ya Kenya dhidi ya DRC siku ya Jumapili huko Nairobi, Kenya katika uwanja wa Moi Kasarani. Lakini pia mechi ya tatu ya ufunguzi itakuwa ni kati ya Uganda na Algeria Jumatatu ya tarehe 4 huko Kampala ugani Mandela. Lakini pia Tanzania leo imetuzindua kikosi chake rasmi cha kuanza msimu huu katika mashindano hayo, na amerejea kusini goalkeeper timu ya Simba Sports Club Aisha Manula baada ya kuwa nje kwa mwaka mmoja mwisho alipochezea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mnamo Novemba 19 mwaka jana katika mashindano ya kufuzu AFCON dhidi ya Guinea, na unaweza kwamba mara ya mwisho kucheza kwake bila shaka. Lakini pia kikosi kile kinajumuisha Kibu Dennis ambaye ni wa Simba pia, lakini pia Clement Mzize, Mudathiri Yaya na Faisal Salum amechezea klabu ya Azam Sports Club huko Tanzania. Kikosi ambacho labda huenda kina wachezaji wengi kutokea Yanga na Simba, na kwamba huenda kikawa ni kibora kwa kocha wa Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco. Hakika ukiangalia hasa vilabu hivyo vimeonekana kufanya vizuri katika michuano ama michezo ya hivi karibuni, tutarajia wakifanya vizuri zaidi. Lakini kitu kikubwa cha muhimu na cha msingi, ndio vilabu vyetu ama timu zetu za taifa kunahitajika hamasa ya kutosha, kwa sababu hata ukiangalia vinavyocheza vilabu hamasa inakuwa kubwa, lakini inapokuja timu ya taifa kunakuwa upungufu mkubwa sana. Bila shaka hili limeshuhudiwa Kenya, lakini pia kule nchini Tanzania. Kwa hivyo kuna haja kubwa sana kuweza kupa hamasa kubwa kabisa kwa timu za taifa za ukanda Afrika Mashariki. Na pia katika ligi za ukanda leo kumekuwa mechi kadhaa huko DRC, ambapo Engels Vats imetoka 3-3 na klabu ya AC Rangers Tanganyika ikifungwa na Simba 2-2. Na hivi leo pia FECOFA ameshirikisha la soka nchini humo limetangaza tarehe mpya na viwanja vitakavyochezesha michuano robo finali ya mkondo wa 59 wenye michuano ya Congo Cup kati ya Juni 29 hadi Julai 1 katika miji kadhaa huko DRC. Na mechi ya dabi kubwa kati ya AS Nyuki na US Sokozaki itakuwa inachezwa sasa hivi katika uwanja wa Kindia, bali si uwanja wa Butembo kama imetarajiwa hapo awali, katika uwanja wa Andre Van Nevel Kinshasa Juni 29 siku ya Jumapili. Pia kuna mechi kadhaa tatu za baadaye Julai 1, mechi kati ya FC Wadile Mfumu na FCMK katika uwanja wa Likasi Stadium. Lakini pia mechi kati ya FC Etoile du Kivu ya Bukavu dhidi ya AS Simba katika uwanja wa Butembo Kolwezi huko Butembo. Lakini pia uwanja huu utakuwa unaandaa mchezo kati ya US Gescol na AC Rangers katika uwanja wa Dominique Diur huko Kolwezi. Huko ugaibuni kwamba kuna mabadiliko mapya kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Uingereza msimu ujao, maana yake sasa kutakuwa na mapumziko kutakuwa na mahojiano na wachezaji pia makocha katika kipindi cha mapumziko. Tumeshuhudia hili katika michuano ya sasa hivi kule kombe la dunia la Marekani. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuweza kufanya interviews na kupenda pia mahojiano na habari kwa mtu ambaye
amekuja kama nguvu mpya, lakini mtu ambaye ametolewa uwanjani kama mtu ambaye amechoka. Ni pia kutoka pia na msimu mpya ambao utakuwa unaanza tarehe 15 Ijumaa Agosti mwaka huu, ambapo ni msimu mpya wa ligi kuu Uingereza EPL ambao unapendwa sana Ulaya. Kama hii italeta vurugu kwa sababu kile kipindi cha dakika 15 za mapumziko ni muda wa kocha kuweza kuzungumza na wachezaji, kutoa maelekezo mapya. Huoni kama kumweka mchezaji kuanza kumhoji, huoni kama italeta vurugu? Hata kocha pia, manake hili tumelishuhudia kama liko mpya katika michuano hivi sasa 14 huko Marekani, kwa kama na kwamba kuna wanakwenda kuiga mifumo mpya ya soka Ulaya. Mimi nafikiri kwamba huenda ikaleta, kama unasema, kwamba huenda ikazua kule kutawanya mchezaji, lakini pia kocha katika mipango ya kulinda mchezo baadaye kipindi cha pili. Katika ligi hiyo bado Leicester City ambayo ilishuka daraja msimu jana, kocha wake Ruud van Nistelrooy ameondoka klabuni humo baada ya wiki 10 tangu kushuka daraja. Klabu hiyo imetangaza hivi leo, na bila shaka klabu hiyo pia ipo katika adhari ya kupokonywa alama kutokana na marufuku ama makosa waliofanya katika uhamisho wao katika msimu wao uliopita katika msimu wa fedha. Huenda wakapokonywa alama kadhaa kuelekea msimu mpya katika daraja la pili huko Uingereza. Unajua leo ilikuwa ni Super Day, wananchi Simba Yanga kule nchini Tanzania, na sasa wanaelekea Zanzibar, na baada ya Zanzibar wanafanya parade. Nikuchongea bado na mwanzo mzuri wa mwisho wa juma, na nimkaribishe mwenzangu hapa na kujia na makala ukweli au uongo. Ukweli au uongo. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye makala ya leo ya ukweli au uongo, idhaa ya RFI Kiswahili. Je, mitandao ya kijamii imeshawahi kukupotosha? Mimi ni George Ajowi. Nami ni Jupiter Mayaka. Kwenye kipindi hiki tunachoshirikiana na La Benevolencia, na moja ya habari ya kupotosha ni mahojiano ya waziri wa Ethiopia iliyopotosha kudai kuwa alitoa onyo kali kwa kiongozi wa Eritrea. Tutaangazia pia habari za kupotosha kupitia mbinu ya akili mnemba AI kuhusu mgogoro kati ya Israel na Iran. Namba yetu ya mawasiliano kupitia ujumbe, anza na alama kujumlisha 254 Ajowi mzima? Mimi mzima, hali yako? Kwema kabisa, ingati anapata afueni. Naam, alikula tear gas za jiji la Nairobi. Lakini vile vile fundi wetu wa mitambo ni George Maina. Tunaanza wapi Ajowi? Naam, uhusiano kati ya majirani Ethiopia na Eritrea kwa muda mrefu umekuwa kutilia shaka kuhusu Bahari Nyekundu. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki hivi majuzi alishtumu Ethiopia kwa kujiandaa kwa vita. Sasa msikilizaji, wakati mvutano huo ukiongezeka, machapisho kwenye Facebook yenye picha ya Rais Afwerki yanadai kuonesha video ya waziri wa ulinzi wa Ethiopia, huyu ni Aisha Mohamed, akitoa onyo rasmi kwa kiongozi huyo wa Eritrea. Ingawa Aisha aliwajadili wapinzani wa nje ambao hawakuwataja majina, mahojiano ya awali wala video inayopotosha haina onyo la wazi lililolenga mkuu wa nchi ya Eritrea. Na katika video hii Aisha anaonekana akizungumza katika kile kinachoonekana kama mahojiano, na anapozungumza picha ya Afwerki inaonyeshwa pamoja na klipu za wanajeshi wa Ethiopia. Ajowi, kwa lugha ya Kiamhara Aisha anasemaje? Na anasema hivi kwamba jeshi la Ethiopia halikujengwa kwa njia ambayo vikosi vya wapinzani wa nje vingezingatia. Sasa msikilizaji, hata hivyo madai kwamba Aisha alitoa onyo kali dhidi ya Rais Afwerki ni ya kupotosha. Kwa kutumia mbinu ya Invid We Verify kuhakiki video hii, tunapata toleo refu la video lililochapishwa kwenye chaneli rasmi ya YouTube ya shirika la utangazaji la Ethiopia EBC mnamo Juni tarehe 2 mwaka huu. Na katika mahojiano ya awali na hata video inayoenezwa, hakuna sehemu Aisha anamtaja au kumuonya kiongozi wa Eritrea. Klipu ya Facebook ina sehemu tofauti kutoka kwa mahojiano ya awali ya Aisha yaliyohaririwa kuunda taarifa hii. Na msikilizaji, taarifa kwamba waziri wa ulinzi wa Ethiopia Aisha Mohamed alitoa onyo rasmi kwa kiongozi wa Eritrea ni uongo. Lakini kadhalika Ajowi, pia mtandaoni kuna machapisho yakidai kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amekufa. Wengine wanasema ni mgonjwa. Je, ukweli uko wapi? Na Jupiter, hadi kwenda hewani utawala haukuwa umetupa jibu, lakini kuna picha na ripoti zinazoonyesha rais wa Rwanda Paul Kagame Jumanne alipokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo mjini Kigali na kujadili usalama wa kikanda na masuala mengine, hii ikiwa ni mara ya kwanza Kagame kuonekana hadharani ndani ya wiki 2. Ukweli au uongo. Na
kipindi hewani ni ukweli au uongo hapa idhaa ya RFI Kiswahili. Tunaelimishana matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii ili kuepuka habari za kupotosha. Ajoi, tunaangazia taarifa gani nyingine? Naam, wimbi la taarifa potovu na upotoshaji kuhusu mzozo wa Iran na Israel unaendelea kutanda mitandao ya kijamii tangu mashambulio dhidi ya Iran wiki iliyopita. Sasa kaunti zinazoiunga mkono Israeli pia zimeshiriki habari potofu mtandaoni, hasa kwa kusambaza sehemu za zamani za maandamano na mikusanyiko nchini Iran, zikidai kwamba zinaonesha upinzani unaoongezeka dhidi ya serikali na uungwaji mkono miongoni mwa Wairan na raia wa Iran kwa kampeni ya kijeshi ya Israeli. Picha ya pamoja iliyosambazwa sana kufuatia mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ilidai kuonyesha ndege za vita za Marekani aina ya B2 baada ya kuanguka au kuangushwa nchini Iran. Lakini picha hii ina makosa ya kawaida yanayoendana na akili mnemba, ukipenda AI. Kwa mfano, mfanyakazi mmoja wa dharura kwenye upande wa chini wa kushoto wa picha anaonekana kufanana na mandhari ya eneo hilo. Na video nyingine iliyotengenezwa na AI ikiwa na ndege ya B2 inayodaiwa kuangushwa iliyosambazwa sana kwenye TikTok inaonyesha askari watatu wakubwa zaidi ya ndege hiyo. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, ndege zote za B2 zilizotumika katika kulipua maeneo ya nyuklia ya Iran zilirejea Marekani. Na hapa studioni tuliripoti kuhusu ndege hizo kurejea nyumbani, na pia mashirika ya habari ya KMBC na Reuters yalirekodi matukio hayo. Pia shirika la habari la CBS News lilirekodi ndege hizo zikirejea katika kambi ya jeshi la wanahewa la Whiteman huko Missouri Jumapili alasiri. Generali Dan Kane, mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wafanyakazi, alisema mapema siku hiyo kwamba 7 kati ya ndege hizo ziliruka mashariki kutoka kambi hiyo hadi Iran ili kulipua maeneo 3 ya nyuklia huko Fordo, Natanz na Isfahan. Pia rais wa Marekani Donald Trump aliandika Jumapili kwenye mtandao wake akithibitisha kurudi kwa marubani, na tunamkuu alichosema, anasema asante kwa kazi nzuri. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Kwenye katuni tunaye Raf kutoka DRC. Raf, unatuchorea nini leo? Jambo ni kwenye studio, tunadhani mko salama na sisi tuendelea vizuri, Mungu anasaidia. Nadhani siku hizi mmeshaiona, kila mtu ameshaiona intelligence artificielle ikifanya matata sana kwenye mtandao, ikiwa ikifanya mavideo, ikiwa ikifanya mapicha ambazo zikiwa safi sana na zinadanganya wengi. Na kwenye wiki hii tumeamua kuangazia kuhusu habari ya uongo kizunguka kwenye mtandao ambayo imetokana na hiyo intelligence artificielle. Kwa maana kwa bahati mbaya kunaonekana watu ambao wakiwa wakitumikisha kuningia mbaya. Alafu kama tunavyojua vizuri, siku hizi kuna mizozo kati ya Iran na Israel. Alafu kunaonekana picha ambazo zimezunguka kwenye mtandao na zinaonyesha ndege za vita za Amerika, hiyo modeli ya B2 ambazo zikiwa zimeanguka huko kwenye udongo wa Iran. Hiyo picha zimechunguzwa sana na zimeonekana kuwa ni za uongo. Kuna mtu ambaye amezigenere na intelligence artificielle. Na hii inatukumbusha sana kuwa makini sana kabisa, kwa maana kuna habari nyingi sana za uongo zikiwa zikizunguka siku hizi ambazo zimetokana na hiyo intelligence artificielle. Natubidi sana tukue makini wakati tunapofuata habari kwenye mtandao. Asante. Shukran sana Ralph kwa katuni hiyo, na msikilizaji unaweza tazama katuni hii kupitia tovuti yetu www.rfi.fr/sw/. Na bila shaka sasa watumbizaji wetu la Benevolencia wako tayari kutoka Studio B. Unashakona mwingine mteja mwenyewe anabeba. Wachana na moto rafiki yangu. Haoni kitu parking na ala watu. Na ala watu wote kwa sababu namna kukimbia hivi vita yenyewe nakuya. Bwana hata na watu kupata moto ingine. Tufanye namna gani shish? Tukini na miguu vingali mbele wakati. Mungu wewe. Mbona mtu gani huyo? Wapi? Kumbe ni wewe. Jolie. Lakini Jolie, unafanya nini huku? Uniambie kwanza banduki yangu, shida gani iko huku?
Mbona mimi naona mapashia? Tunakuona hapa Joli. Tuko mbio. Na wewe unaweza kushauria urudie haraka kwenye unatokea. Nini Joli? Ulipaswa bakia mwa ile kijiji ingine. Ndio kusema una habari kama shefu wa kijiji jirani alitangaza yeye peke kama atakayeshambulia kijiji yetu. Unatoka kule. Kuna mule kijiji kwenye mimi natokea. Watu wanasema kama ile kijiji ndio yenye itashambuliwa. Mama na mbona nilipatia habari naye anasema kama ile declaration ya shefu wa kijiji ingine alitangaza vita ya kushambulia. Na kule kwenye mko wanasema sema mtakimbilia. Bakule nao walikuwa wanasema watakuwa kimbilia huko kwenye tuko. Mungu wangu we. Mbona tunachanganyikiwa sasa? Sema inakuwa confusion. Zamiri, uniambie mzuri. Esi kabisa peke uliona na mlecho kabisa hii habari. Kwa kusema kweli, mimi yangu sikuona hii habari kabisa. Nilisikia tu watu wiko wanabisema. Bwana. Hata na mimi siaiona. Lakini kwa mtu mwenyewe alituma message mkunzi yetu kwa mtandao na njoo pale kaleta paniki. Hata na mimi sikienda kwenye shefu wa kijiji alisema hivi. Cho kusema ba master bana tuogopesha tu bure. Mpaka tunaanza fikia kukimbia kwa habari zenye tuyaona na tuyachunguza. Shukrani za dhati Mchoma na Jolie kwa kutuelimisha kupitia tumbuizo hilo. Na ili kufanya mawasiliano nasi kwa habari yoyote ya kupotosha, sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii utatupata. Namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumlisha 254 Ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika. Mimi ni George Ajowi, hadi wiki ijayo, kwa heri. Barabara kabisa. Hii unaendelea kuitegea sikio, ni idhaa Kiswahili Radio France International RFI. Saa 12:30 Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11:30. Karibu kwa awamu nyingine matangazo katika lugha ya Kiswahili. Ali Bilali. Miongoni mwa tulio kuandalia ni pamoja na mashirika ya kiraia nchini Kenya yakosoa vikali hatua ya waziri wa mambo ya nje wa Kenya kudai maandamano ya Jumatano yalikuwa jaribio la mapinduzi. Vikosi vya usalama nchini Togo vimetumia gesi za kutoa machozi kuwatawanya mamia ya waandamanaji waliozuia barabara katika mji mkuu Lome. Na MSF yaitaka wakfu wa kutoa msaada wa Gaza ambao unafadhiliwa na Marekani na Israel kusitisha huduma zake kule Gaza. Habari kamili. Mashirika ya kiraia nchini Kenya yamekosoa vikali hatua ya waziri wa mambo ya ndani nchini humo Kipchumba Murkomen kudai maandamano ya Jumatano yalikuwa jaribio la mapinduzi. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu ya Kenya KHRC kupitia taarifa imesema kauli ya waziri Murkomen inalenga kuwanyima wa Kenya haki yao ya kushiriki maandamano. Francis Auma ni mchambuzi na mwanaharakati kutoka shirika la Muhuri nchini Kenya. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu tumeghadhabishwa, tumeshtuka sana akiongea waziri kuwa kulikuwa ni jaribio ya kupindua nchi. Hatukuwa na nia yote, tunajua tunalia, watu walikufa, watu walizidi kufa na polisi waliua. Kwa hivyo hii yote ni kukimbia tu ile accountability na ukweli wa mambo. Kwa hivyo yote ni propaganda. Hizi ni zile siasa za uzi sindano za kushona na kufumua, kudanganya toto na kuonyesha kuwa kulikuwa na ubovu na kudiscourage watu kwenda kwa maandamano. Na tutaenda kotini kumshtaki. Hii ni incitement. Ingekuwa sasa raia pia wamekasirika waanza kupiga polisi, nchi itakuwa kuna order. Kwa hivyo ni very unfortunate statement. Rais William Ruto kwa upande wake amewataka vijana kutumia njia sahihi kuwasilisha malalamiko yao badala ya maandamano na uharibifu mkubwa wa mali na vitu. And if it is Ruto must go, tell me how. Kama ni Ruto kuondoka, niambieni mnataka niondoke vipi? Unamaanisha nini kwa kusema Ruto shati aondoke? Naondokaje? Maana tuna katiba ndugu zangu. Sivyo? Kama mnataka niondoke, jamani, ushauri wangu kwenu ni huu. Ni tafuteni mpango mzuri. Shawishi watu wa Kenya kwamba mna mpango mzuri. Sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu leo Ijumaa Kipchumba kuwa na nia hiyo kudai leo sasa kufanyana fitina Varese, AC Milan na Monaco. Hizo pesa ni nyingi sana ambazo zitatolewa kumwaka ili sisi jina letu likuwe naonekana pale kwa hizo Varese. Cha malalamiko yao badala ya maandamano
Humanitarian ulianza kutoa huduma zake kule Gaza mwezi uliopita, ila MSF inadai wakfu na wakandamizwa. Barabara kabisa. Hii unaendelea kuitegea sikioni Radio APGC ITV USA FM Lancaster, Pennsylvania. Mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Maloveria. Basi Mungu akubariki vile umefuata Radio APGC kupitia Radio RFI, kupitia Radio APGC kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp group pamoja na podcast na YouTube. Basi Mungu akubariki. Hizo ni habari ambazo zinatukia leo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025. Basi Mungu akubariki. Tuonane tena siku zijazo kwa Mwenyezi Mungu na mpango wa Mwenyezi Mungu. Basi Mungu akubariki. Hizi ambazo zimetokana na hiyo intelligence artificielle, natubidi sana tukue makini wakati tunapofanya. Niambieni mnataka niondoke vipi? Unamaanisha nini kwa kusema Ruto sharti aondoke? Aondokaje? Maana tuna katiba ndugu zangu. Sivyo? Kama mnataka niondoke, jamani, ushauri wangu kwenu ni huu. Ni tafuteni mpango mzuri. Shawishi watu wa Kenya.